Kuna ukweli unaochanganya familia nyingi, hususani wajibu wa mahakama katika mchakato wa mirathi. Wengi wanaamini mahakama inagawa mirathi. Hapana. Jukumu la kugawa mirathi lipo kwa msimamizi wa mirathi, na mahakama jukumu lake ni kusimamia mchakato wa mirathi, kumwezesha msimamizi kugawa mirathi kwa uadilifu na kwa wakati. Leo nitafafanua mambo 6 ya msingi ambayo mahakama imepewa kama wajibu kisheria kwenye kuhakikisha mirathi inasimamiwa kwa haki. Jambo la kwanza ni kuteua msimamizi wa mirathi kutoka miongoni mwa wale waliopendekezwa na wanafamilia. Ikitokea yule aliyependekezwa amepingwa mahakamani kwa mapingamizi yenye mashiko, mahakama inaweza kuteua mtu mwingine mwaminifu kuchukua hiyo nafasi ya kusimamia mirathi. Baada ya uteuzi, mahakama inapaswa kusimamia mchakato wa kufikisha taarifa za uteuzi kwenda kwa jamii, kwa maana ya wadeni au wadaiwa marehemu. Tunaamini marehemu katika maisha yake kwenye jamii ataweza kuwa na watu ambao wanamdai au kudaiwa nao, na kisheria mwenye jukumu la kulipa madeni ya marehemu au kupokea madeni ya marehemu ni msimamizi wa mirathi. Hivyo ni muhimu mahakama ikahakikisha wajibu huu unatekelezwa sawasawa, kuwapa fursa wale watu wenye madai dhidi ya marehemu waweze kujua yupi ni mtu sahihi wa kuhusika naye. Baada ya zoezi hilo kukamilika, mahakama itakuwa na wajibu wa kuratibu zoezi la uwasilishwaji wa orodha ya mali za marehemu na madeni. Na hapa tunapaswa tufahamu mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kwamba msimamizi anapaswa kuwasilisha hiyo orodha ndani ya muda, kwa maana ya miezi 3, lakini warithi nao wapate taarifa kamili kuhusu orodha iliyowasilishwa, na umma upate taarifa kamili kuhusu orodha iliyowasilishwa, na wapewe nafasi ya kuleta hoja zao mahakamani, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa msimamizi akasahau baadhi ya mali za marehemu kimakosa au kwa makusudi, au akaorodhesha mali ambayo haihusiani na marehemu, na hivyo kama hawatapewa nafasi wanaweza kupoteza haki zao na kusababisha mirathi kuleta majeraha kwenye maisha na mahusiano ya watu. Baada ya kupokea taarifa ya orodha ya mali za marehemu na madeni na kutoa nafasi hiyo ya kupokea malalamiko na nini na kusikiliza, itahitimisha kwa kuthibitisha orodha sahihi ya mali za marehemu kwa kuziondoa mali ambazo zina migogoro ya kiumiliki na kuzithibitisha zile mali ambazo hazina changamoto kuwa ni mali sahihi za marehemu na kuzipeleka kwenye hatua inayofuata. Na hapo mahakama sasa inapaswa kuratibu mchakato wa ulipaji wa madeni na mgawanyo wa mali za marehemu. Na hapa msimamizi ataleta taarifa mahakamani ya proposal ya namna ambavyo atakwenda kulipa madeni na namna ambavyo kile kitakachobaki kitagawiwa kwa warithi. Na hapa warithi watapata haki ya kujua mgawanyo ulivyo kwa kupewa zile nakala husika na kupata nafasi ya kutosha ili waweze kupitia na kuwasilisha hoja zao mahakamani, kama mrithi amerithishwa kidogo, amepunjwa, au msimamizi ameacha baadhi ya warithi hakuwaingiza kwenye mirathi, au amefuja mali za marehemu. Mahakama itakuwa na wajibu wa kupokea hayo malalamiko na kuyasikiliza na kuyatolea uamuzi kwa mujibu wa mamlaka iliyo nayo. Na baada ya huo mchakato kuisha na kukamilika, mahakama inapaswa kuratibu zoezi la urithishwaji, au tunasema sasa uhawilishaji. Kama mali zilikuwa zinasoma majina ya marehemu, sasa zinapaswa zihame ziende kwenye majina ya warithi wale walioorodheshwa kwenye ile orodha ya mgawanyo, au tunasema hesabu za mirathi husika. Na hapa mahakama itafacilitate kile ambacho msimamizi anakuja mbele yake kutoka kwenye ofisi ambazo zinashughulika na huo mchakato wa uhawilishaji. Ni muhimu kujua kwamba mahakama katika zoezi hili inapaswa, kama kuna nyaraka za kuthibitisha, itathibitisha ili kuwezesha huo mchakato. Na mwisho, msimamizi atawasilisha mahakamani ushahidi kwamba mali zote za marehemu zimeshapata wamiliki wapya, na kuleta mahakamani hati miliki au kadi za magari zinazosoma majina ya wale wamiliki wapya. Na kama ardhi zilikuwa zinamilikiwa kimila, ushahidi wa mchakato wa kimila ambao umetumika kuonesha sasa mali zimehama kutoka kwa marehemu kwenda kwa warithi. Ushahidi huo unapoletwa mahakamani, maana yake hakutakuwa tena na mirathi iliyosalia. Na kama hakuna mirathi, maana yake hatupaswi kuendelea kuwa na ofisi ya msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo mahakama sasa itasitisha ofisi ya msimamizi wa mirathi na kuchukua nyaraka zote za usimamizi kutoka kwa msimamizi wa mirathi na kufunga jalada la mirathi. Na baada ya hapo hakutakuwa tena na hoja zinazopaswa kusikilizwa mahakamani, kwa sababu mchakato wa mirathi unakuwa umeshafungwa na kila mmoja anakuwa ameshapata haki yake.
Mirathi ni haki, si bahati. Jifunze, jitetee, shinda. Kama unafahamu watu ambao wanachanganya wajibu wa mahakama, shiriki nao video hii. Na kama unatamani kuendelea kujifunza masomo mazuri ya kuhusu haki mirathi, nifuatishe kwa somo linalofuata. Uwe na siku njema. Asante.